Barua ya kocha namba 153, sababu mbili zinazofanya miaka ipite bila maendeleo makubwa. Rafiki yangu mpendwa, wa kwenye hii safari ya maisha ya mafanikio katika maeneo yote ambayo tunafanya kazi, mafanikio kwa ujumla, fedha, biashara. Kuna watu wengi sana nimekuwa naona kwa uzoefu, watu wanakaa kwenye hii safari, wanakaa kwenye mchakato wenyewe, wanasema tupo kwenye mchakato. Na muda unakwenda lakini hakuna hatua kubwa ambazo kwa wamepiga. Wanajikuta wako bado wako pale pale. Na inapojitokeza hali hii kwa muda mrefu, watu wengi hukata tamaa na kuamua kurudi nyuma, kama kurudi kwenye maisha ya kawaida, sababu wanaona kama wanajitesa, mbona na kaa kwenye mchakato bado najituma sana lakini sipati matokeo ambayo makubwa. Si jambo ambalo lilikuwa linanishangaza na kunifikirisha sana kwamba inakuwaje sasa mtu ambaye ana dhamira ya kweli kufanikiwa, anaonekana na pambana kufanikiwa lakini bado hafanikiwi. Sababu imani yetu kubwa ni kwamba ukikaa kwenye mchakato kwa msimamo bila kuacha utapata mafanikio. Yaani mafanikio ni swala la unapokaa kwenye mchakato, mafanikio ni swala la muda, sio swala kwamba inawezekana au haiwezekani. Sasa tukizungumza kwa kina, nimekuja kugundua kuna vitu viwili vikubwa. Kuna sababu kubwa mbili. Na kwenye barua hii nimezieleza kwa kina, zisome na uzifanyie kazi. Sababu ya kwanza ni unafanya kazi kwa bidii lakini uko kwenye mwelekeo usio sahihi. Na kuna watu ambao kweli wanaweka juhudi, kweli wanafanya kazi, wanajituma sana. Nidhamu ya hali ya juu sana. Sana. Yaani hakuna ambacho unaweza kusema kwamba mtu ni mvivu, ni mzembe, anazingua, hakuna. Lakini njia wanayokuwa wamechagua inakuwa sio sahihi. Njia wanayokuwa wamechagua inakuwa haiwezi kuwapa matokeo makubwa. Yaani ni kama kila njia ina ukomo wake, yani ina dari lake ambalo huwezi kulivuka. Sawa sawa. Ni kama ilivyo ajira kwenye kujenga au kupata fedha nyingi. Mtu anaweza kaipenda kazi yake, kama ameajiriwa anaweza kaifanya sana, lakini atafika kuna mahali atafika hawezi kuvuka zaidi ya pale. Hiyo ni kwenye kipato, kwenye nini. Baadhi ya biashara pia, jinsi mtu anafanya biashara, anaweza kujituma sana, anaweza kujisukuma sana, yeye anaamka asubuhi, biashara yake ipo kila siku, lakini njia inakuwa sasa inakuwa ina biashara ambayo labda ina ukomo, haiwezi kukua zaidi ya hatua fulani. Au unaona unafanya imefika imegota, yani haiwezi kwenda mbele zaidi. Na hapa ndipo ambako wengi sana wanakwama na kukata tamaa kisha kulima. Hii sababu ya pili ni uko kwenye mwelekeo sahihi lakini umedharau gharama ya mafanikio. Hapa mtu anakuwa amechagua kitu ambacho kweli kinaweza kumfikisha mafanikio makubwa. Biashara ambayo kweli ina ukuaji mkubwa, haina ukomo. Kitu ambacho kweli kina thamani kubwa kwa watu wengine. Lakini mtu anakuwa amedharau gharama inahitajika kufanikiwa. Anakuwa anadhani naweza nikafanya tu biashara na maisha yangu yakaenda, naweza nikawa na work life balance, naweza nikawa kwenye kila kikundi nipo, kila shughuli ya kijamii nipo, kila kitu nipo na bado nifanikiwe. Haiwezekani. Watu wengi wana underestimate, wanadharau gharama inayohitajika hasa ili kupata mafanikio makubwa. Ili upate kitu ambacho watu wengine hawajakipata, ni lazima uishi maisha ambayo watu wengine hawayaishi. Hilo jambo ambalo watu wengi hawapendi kulikubali wazi. Wanadhani wanaweza kufanikiwa huku wakiwa kama watu wengine, kitu ambacho hakipo, hakijawahi kuwepo na hakitakuja kutokea. Kama kweli umedhamiria kufanikiwa, ni lazima ulipe gharama ambayo ni kubwa sana kwenye safari hii ya mafanikio. Na ndio maana kwenye barua hii kitu ambacho tumezungumzia ni uamuzi muhimu ambao kila mtu lazima aufanye. Unapogundua umekaa kwenye safari ya mafanikio muda mrefu, unapoona kwamba haupigi hatua ambazo ni kubwa, usiendelee kukimbia. Jitafakari kwanza, je, ni kipi katika hivi vile vinanikwamisha? Je, ni mwelekeo au ni gharama ninayolipa? Kama ni mwelekeo, lazima ubali mwelekeo. Haijalishi nimekaa muda mrefu na hiki kitu nimefanya muda mrefu inabidi niendelee. Kina uwezo wa kukupa mafanikio unayotaka. Ile picha unaiona kubwa ipo, unaiona ikitokezea hapo. Na kama ni gharama, basi jitoe zaidi. Toa kafara, kama nitatoa gharama, nitalipa gharama yoyote inayohitajika. Nitaweka juhudi kadiri inavyohitajika. Nitatoa kile kinachopaswa kutolewa ili niweze kupata mafanikio ambayo nataka kuyafanya. Ni maeneo hayo mawili rafiki, ambayo ukiyaweka vizuri
utajiondoa pote ambako umekwama na utaweza kupiga hatua ambazo ni kubwa sana. Ingia kwenye Tanzanite Skills Academy, nenda kwenye barua za kocha na fungua barua namba 153 uweze kusoma haya na uweze kujinasua popote ambapo unakuwa umekwama. Huna sababu ya kukwama rafiki. Unapaswa kupata matokeo makubwa kadri unavyoweka juhudi ambazo ni kubwa zaidi. So hivyo jua kama ni mwelekeo unaokwamisha au ni gharama unalipa na kukwamisha. Na kwa vyovyote vile fanya maamuzi leo, badilika, ubadili maisha yako. Asante na kwa siku bora kabisa leo.